Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, mjumbe maalum wa Tume ya Umoja wa Afrika kuhusu wanawake, amani na usalama, jirani yangu Mama Momentum, Mama Nisipitwe, Bi Neema Msita, katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa, Bwana Hitoshi Ara, mwakilishi mkuu wa JICA Tanzania, Bwana Robert Steven, rais wa shirikisho la riadha Tanzania, Mzee Juma Ikangaa, balozi wa JICA na mwanzilishi wa mashindano ya Ladies First, maafisa michezo wa mikoa na wilaya, maafisa wa wizara na Baraza la Michezo la Taifa, washiriki wote wa mbio za polepole, wanariadha, wana michezo, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Habari za asubuhi. Mambo. Ohayo gozaimasu. Irashaimase. Ndugu zangu wana michezo, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa zawadi ya uhai iliyotuwezesha kukutana hapa wote asubuhi hii nzuri, tukiwa tayari kuanza shughuli yetu hii ambayo ni msimu wa 7 wa Ladies First hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kumpongeza kwa ushindi mkubwa aliopata kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, lakini kwa kazi nzuri ya kuendelea kuwaunganisha Watanzania na kuwa mwanamichezo namba 1. Mama Samia oye! Ndugu zangu wana michezo, shughuli hii kwa wazo la JICA na Baraza la Michezo la Taifa, lengo lake hasa ni kusherehesha uongozi, mafanikio, maendeleo, na kusema kwa sauti kubwa ama kuandika kwa herufi kubwa tupu lakini zilizodariziwa wino mweusi mnene kwamba sasa kwa wanawake ni zamu yenu. Tunapofanya shughuli ya leo, taifa letu lipo katika hatua muhimu ya kuimarisha umoja na uzalendo wetu, kupanua fursa za uchumi kwa vijana na kutengeneza mazingira rafiki kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika sekta zote za maendeleo ikiwemo michezo. Katika mazingira haya, mashindano ya Ladies First 2025 hayaji kama tukio la kawaida, bali jukwaa la kitaifa la kuunganisha jamii, kukuza vipaji na kuimarisha misingi ya usawa wa jinsia ambayo ni sehemu ya maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nchi yetu. Ndugu wana michezo, napenda kulishukuru Baraza la Michezo la Taifa pamoja na Taasisi ya Ushirikiano wa Kimataifa ya Japani JICA kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa awamu ya 7 ya mashindano haya ya riadha ya wanawake Ladies First. Mashindano haya ambayo yanashirikisha wanariadha kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Hii kwangu ni tukio la kwanza kama mgeni rasmi kutoka tumeanza awamu hii baada ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwamba tukio hili ni la wanawake Ladies First linarudi pale pale mimi na mabinti damda. Kwa hivyo ningependa kuipongeza Taasisi ya Ushirikiano wa Kimataifa ya Japan JICA, Baraza la Michezo la Taifa pamoja na Shirikisho la Riadha Tanzania kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuhakikisha mashindano haya yanafanyika kwa mafanikio makubwa katika awamu zote hizi 7. Nafahamu mashindano yalianza mwaka 2017 na tungetakiwa kuwa msimu wa 9 hivi, lakini kwa sababu ya COVID ile 2020 na 21 tukaacha kuyafanya na tukarudi tena 2022. Lakini niwapongeza kwa kuhakikisha kwamba mashindano haya yanaendelea kuwepo, na sisi ambao tulikuwa tuna shughuli zetu ni kuandaa shughuli,
kufanya shughuli hivyo hivyo kwa miaka 7 mfululizo sio jambo la masihara. Hongereni sana. Ndugu wana michezo, mashindano haya ya riadha ya wanawake ni fursa adhimu kwa nchi yetu, ambapo wana michezo wetu wa kike kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watapata fursa ya kushindana na kuonyesha vipaji vyao ambavyo vitalelewa na kuendelezwa na kupelekea nchi yetu kupata wanariadha ambao watawakilisha nchi katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa, yakiwamo mashindano yajayo ya Jumuiya ya Madola, mashindano ya Afrika, mashindano ya Olimpiki na mashindano mengine ya riadha ya kidunia. Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa ushiriki wa michezo kwa wanawake kwa nchi yetu bado ni mdogo ukilinganisha na ushiriki wa wanaume. Hili linachangiwa na sababu kadhaa, ikiwemo majukumu alionayo mwanamke katika familia, kutokuwepo elimu ya kutosha juu ya faida ya mwanamke kushiriki shughuli za michezo, pamoja na kukosekana kwa fursa za michezo kwa watoto wa kike. Lakini ushahidi unadhihirisha kwamba timu zetu nyingi za wanawake zimekuwa zikifanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, na mfano ni timu ya taifa ya mpira wa wanawake wa Twiga Stars ambayo ilifuzu kushiriki mashindano ya WAFCON ambayo yatafanyika nchini Morocco, timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa futsal ambayo imefuzu kushiriki mashindano ya dunia ambayo yanafanyika nchini Ufilipino na wamekuwa wakifanya vizuri, lakini hali kadhalika timu ya taifa ya wasichana Serengeti ambayo ilishiriki mashindano ya kombe la dunia nchini India na kadhalika. Ndugu zangu, ni jukumu letu sote kuhakikisha tunapinga dhana potofu ambazo zinadumaza ushiriki wa wanawake kwenye michezo, pamoja na kuendelea kuelimisha jamii umuhimu wa wanawake kushiriki kwenye michezo. Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa michezo ina umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya binadamu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Michezo inajenga afya ya mwili na akili, michezo inatengeneza nafasi za ajira, michezo ni chanzo cha uchumi wa mtu na uchumi wa nchi, lakini michezo inajenga urafiki kati ya mtu na mtu na kuimarisha umoja wa kitaifa, pamoja na kuimarisha amani ndani ya nchi na kuimarisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi na nchi nyingine. Taifa letu likiwa na watu wenye afya njema litapunguza pia gharama kubwa ya kutibu magonjwa yasiyoambukiza, kwa vile tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Napenda pia kuishukuru serikali ya Japani ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisaidia maendeleo ya michezo nchini. Nimeelezwa kuwa nchi yetu imeendelea kunufaika na wataalamu wetu kwenda Japan katika mpango wa kubadilishana wataalamu katika masuala ya michezo, na pia wataalamu kutoka Japani wamesaidia kuendeleza michezo kupitia programu mbalimbali za michezo wanazoziendesha hapa nchini. Kadhalika nimefahamishwa kuwa kuna ushirikiano mkubwa baina ya mji wa Nagai na Tanzania. Asanteni sana. Pia ni wapongezi wanariadha wote wanaowakilisha mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa kuiwakilisha mikoa yetu katika mashindano haya. Natumai mtatumia fursa hizi vizuri kuonyesha vyenu vya mchezo wa riadha na kutoa ushindani mkubwa kwa wanariadha kutoka mikoa mingine. Kipekee nimpongeze mzee wangu Kanali Juma Ikangaa, mwanariadha wetu mashuhuri, kwa kutoa wazo hili la uanzishwaji wa mashindano haya yenye mafanikio katika kuendeleza michezo kwa wanawake nchini. Mimi mzee wangu Ikangaa nikitajiwa mchezo wa riadha, jina la kwanza linalokuja kwenye kichwa changu ni la kwako, kwa sababu ya heshima kubwa ambayo umetuletea kama nchi, lakini kazi nzuri ambayo umekuwa ukiifanya. Moja, kuendeleza mchezo wa riadha, lakini kuhakikisha manufaa ya kushiriki shughuli za michezo yanapatikana. Asante sana kwa hili mzee wangu, na tunakupa maua yako wakati ukiweza kuyanusa. Asante sana. Ndugu wana michezo, napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru makatibu tawala wa mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani ambao ni wenye viti wa kamati za michezo katika mikoa, pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwezesha kuwasafirisha wanariadha kutoka mikoa yao kushiriki katika mashindano haya muhimu kwa maendeleo ya michezo. Ndugu zangu, niombe nichukue fursa hii kuyaomba makampuni, taasisi na watu binafsi waendelee kujitokeza kwa wingi kudhamini michezo mbalimbali ya wanawake ikiwamo riadha.
Hii itasaidia katika kukuza vipaji vya michezo vya wanawake, wasichana na makundi mengine katika jamii ambayo wataweza kuliletea taifa heshima katika mashindano ya kimataifa na kulitangaza taifa letu Tanzania. Tunapozindua mashindano haya leo, niruhusuni nisisitize kuwa michezo ni nguzo muhimu ya kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu. Michezo huwaleta pamoja watu wa makabila, dini na mitazamo tofauti na kuondoa mipasuko ya kijamii na kisiasa kwa kutupa jukwaa la kushangilia kama taifa moja. Katika dunia inayokabiliwa na migawanyiko mingi, sisi wa Tanzania tuna baraka na nafasi ya kuendeleza amani yetu kupitia shughuli za michezo. Ni wajibu wetu sote kulinda amani yetu, kwani Tanzania yenye utulivu ndio msingi wa maendeleo yetu. Ndugu zangu, baada ya kusema haya machache, naomba nichukue fursa hii kutamka kuwa mashindano yetu ya Ladies Fest kwa msimu wa 7 sasa yamezinduliwa rasmi. Nawatakia mashindano mema yenye kuzingatia kanuni, nidhamu na haki.